Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mshale. Utapata utulivu baada ya jambo kuwa sawa. Kuongelewa na wengi. Kuambiwa jambo kwa mafumbo. Kuyafananisha matukio. Kuhisi siku kama imejirudia kwa matendo. Hutohitaji kukumbushiwa jambo lenye kukupa maumivu. Utakuwa muoga wa kufanya kitu kitakachoonekana kwa ubaya. Mshale, wewe ni mwindaji mahiri, lakini kuwa makini. Kuna watu wanaokuwinda pia. Utapona maumivu uliyokuwa nayo. Nyota ya punda. Wachache wenu mtaingia kwenye jambo la ndoa mwezi ujao. Mtu atafanya ujihisi huru sehemu. Kusikiliza kitu na kuhisi kama yanakuhusu. Mtu atataka kuivuruga amani ya moyo wako kwa maneno yenye uchonganishi. Kutotaka ushauri katika mahusiano yako kwa mtu uliyempenda. Mtu anajitahidi kuishusha heshima yako au kutaka uaibike. Punda, wewe ni kiongozi, lakini upo na vichocheo vikubwa vya kuonewa wivu. Kwa baadhi yenu mnapitia maanguko yaliyosababishwa na watu wenu wa karibu. Kuitikia wito wa mtu aliyekuhitaji. Kutoa sababu au maelezo yatakayomfanya mtu akuelewe. Kuufurahia muunganiko mpya. Wengi wenu mtakuwa wenye mapenzi sana kwa wapendwa wenu. Hisia kali za kimapenzi kuwa nazo. Utafanya kitu kumridhisha mtu. Utakuwa mwenye matumizi mengi yenye faida. Utachaguliwa kuwa msemaji mkuu katika jambo. Kupata hali ya presha. Utakuwa katika hali ya mshangao baada ya kumuona mtu fulani. Baadhi yenu kupata maumivu ya moyo. Nyota ya Simba. Kuoneshewa kitu. Kufikiria kitu zaidi kabla ya kutenda. Kuumwa ghafla na kupona kwa haraka. Kuongozwa na mtu utakayemridhia. Kushika pesa ya kigeni. Kuhitaji kuwa maarufu kwa kazi za kisanaa. Kuhisi mtu ana lengo la kukudhulumu haki yako. Kukosa ushauri wa maana unaouhitaji. Utajutia kufanya jambo fulani. Kuhisi kuzungukwa kwa unafiki wa watu. Mtu atakuwa mwenye sababu nyingi za kugombana na wewe. Nyota ya Ng'ombe. Kupata homa za usiku. Utasikitishwa na mapito ya mtu. Kununua kitu kwa gharama kubwa. Utampatia mtu kitu atakachokifurahia. Utafanya hisani kwa aliyekutendea wema. Kuna jambo litakuwa linakutesa moyoni. Kutafuta kitu kwa muda mrefu ikiwa umekishika. Kupunguza kumjadili mtu. Utajituhumu wewe mwenyewe. Hutotaka kuyarudia makosa. Utatoa onyo au mazingatio kwa mtu. Kuboresha kitu. Kukubaliwa ombi lako. Kutoa pole au pongezi kwa mtu wako wa karibu. Utafikishiwa taarifa yenye kuhuzunisha. Nyota ya Mbuzi. Kuchoshwa na masimango ya mtu au fedheha. Kuhisi unapitishwa kwenye mapito yasiyokuwa na mapumziko. Utajitahidi kuwa mwema kwa mtu fulani lakini malipo yake ni maumivu. Unahitaji kusema ukweli. Kuna wakati unajutia kumfahamu mtu fulani, lakini unahisi amekufunza mengi. Kukatishwa tamaa. Baadhi yenu kualikwa kwenye tukio la sherehe. Kuahidiwa ndoa. Kuhitaji mapatano ya watu. Kuujua umuhimu wa mtu aliyekuwa mbali kwa sasa. Kujivunia na kujiona ni bora. Utajitahidi kuyasahau maumivu fulani uliyoyapitia kwa sasa. Kuonekana ni mwenye majivuno. Hila za watu zinakupa mwangaza mzuri usiotarajia, bila wao kujua. Kupata penzi jipya kwa wachache wenu. Nyota ya Mashuke. Kujinusuru kwenye tatizo. Kuona mtu anakulaumu sana. Hasara au tatizo kutokea kwa sababu bora au muhimu sana. Utalijua hilo baada ya utambuzi wa kitu. Kumuondosha mtu katika machungu aliyokuwa nayo. Kuambiwa jambo la siri. Mtu anatamani ukaribu na wewe. Mtu kuisifia kazi yako. Utakiamini kitu kitakachokupa majibu ya maswali yako. Kitu chenye madoa mengi kitakujulisha kuwa upo kwenye machafuko. Utakabidhiwa kitu mikononi mwako kupitia mwongozo wako, ili uweze kutimiza jambo. Utakuwa kwenye ushindani. Nguvu ya kuponya ipo mikononi mwako. Utatoa pesa kwa jambo lenye faida kwako.
nyuki kukuzunguka au kuwa karibu yako. Tambua maono mengi na ishara zitakazojitokeza kwako zina ukweli wa maana. Utasema kitu na kitatendeka au kutokea ukweli. Kauli yako ndiyo mali yako. Nikimaanisha utakaloliongea jema lina baraka ya kutimizika. Kuwa na nia safi moyoni mwako. Usiogope vita. Chagua kupambana kupata uhuru wako. Si kwa nguvu tu, hata kwa akili yako ya matendo. Kila vita ina mbinu yenye utofauti wa kushinda. Amua sasa. Kupata hali ya maumivu ya bega au kiuno kwa baadhi yenu. Nyota ya Mizani. Mtu anakuumiza moyo wako. Kusahau ulichotaka kukiongea wakati wa mazungumzo na mtu. Utafanya makosa bila kukusudia. Mtu atakupa ahadi za uongo. Utafanya jambo la uungwana litakalowafunza wengine. Kujivunia unachokimiliki. Utaweka msimamo kwa unachoamini. Nyota ya Mapacha. Kutuliza mihemko yako. Kuna wakati unatamani ufanye au useme kitu. Kujizuia kwa mengi kila unapopatwa na ghadhabu. Utahisi mtu hakupendi. Utakuwa katika hali ya ubishi. Kupata taarifa ya utekaji. Kuhisi mipango yako imevurugika. Utakumbushiwa jambo lililotokea kwa muda mrefu. Kuishi na mtu kwa tahadhari. Utayajua yanayomhusu mtu kwa muda mchache. Kuhisi hoja yako inapuuzwa. Kupendeza kwa vazi utakalolivaa. Mtu ana wivu na wewe sana. Kutamani upate unachokitarajia. Nyota ya Ndoo. Kuchonganishwa. Utakuwa na hamu ya kula matunda aina ya nanasi. Maadui zako watakuwa wenye kujionesha sana kwako. Utatamani kujifunza vingi kuhusu ibada. Mtu kukueleza mambo ya kale au zamani sana. Kuhisi tumbo kujaa gesi. Kulipwa. Kupatana na mtu. Kumalizia kazi muhimu. Utamjulisha mtu uwepo wako sehemu. Kupendezwa na kauli ya mtu. Nyota ya Kaa. Maswali ya mtu yatakukera. Kuhisi kuchunguzwa. Kuna mtu utakuwa unamuhisi vibaya. Kuhisi kitu kilichooza ila hukioni. Unajulishwa utalijua tatizo. Wiki hii utakuwa mwenye usafi sana. Kufanya maombi kila unapohisi jambo. Kuridhika kwa utakachopatiwa. Utakuwa mwenye kudhibiti tatizo kila unapopata ishara ya kuwaona funyo au funza. Maradhi ya mtu kupona. Nyota ya Samaki. Kufananishwa na mzazi, ndugu au mtoto wako. Kujitibu au kupata huduma ya kwanza wewe mwenyewe. Kupata shida ya kutosikia vizuri. Mtu anakuharakishia kwa jambo. Kufika mji au sehemu ambayo hujawahi kufika. Kuhitaji kusamehewa. Kumpata mtu aliyekudhulumu. Kuihofia kesi. Nyota ya Nge. Mtu anajitolea kitu kwa ajili yako. Kujua kuwa maamuzi mengine si ya kukurupuka. Kuhisi harufu ya haja au choo kila wakati. Unajulishwa jambo litakalokuwa na matokeo mazuri. Pia kupata pesa. Kujihami kwa kitu. Simu kuingia maji au kuwa na hali ya ubovu wowote. Tamko la mtu litakuhamasisha. Kuacha kusita tena ila utatenda. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.